Olewa na mtu ambaye unapenda. Usiolewe na pesa. Olewa na mtu ambaye anapenda. Kwa sababu upendo ni Mungu analete. Na upendo wa mke na mume inaitwanga agape love, ambayo imetokana na Mungu. Kwa hivyo hata shida ikiingia mahali pale hutaregret, kwa sababu huyu tulimpenda wakati wa shida na wakati wa raha. Lakini katika ile hizo ndoa zote hakukuwa na ile upendo wa kupenda wakati wa shida na wakati wa raha. Hii nyingine hii, hata hii ya kwanza hii, hakukuwepo na harusi. Ya Kanyari na hakuwepo na harusi. Kwa hivyo aliingia pale kwa sababu ya pesa. Labda angefanya harusi wangemuuliza, wewe umeingiaje hapa hivi? Umefanyaje harusi na mtu ambaye ni tapeli? Unaingiaje kwa harusi na mtu ambaye kazi yake ni kuibia watu? Kwa hivyo aliingia pale kwa siri, kwa giza. Na tunasikia kwamba maandiko yanasema kwamba yatendwao katika siri yatajulikana kwenye mwangaza. Matendo yanayotendwa katika siri yatajulikana kwenye mwangaza. Kwa hivyo alienda pale, hakutaka kujulikana ni bibi ya Kanyari, lakini alikuwa pale na wamezaa watoto. Baada ya hapo, wakati kiliumana pale, sasa imejulikana wazi huyu mtu ni tapeli na ameoa fulani, na akasema mimi si kama jina limeharibika, na mimi ni star dunia mzima. Nikizidi kaa hapa, taa yangu itazima. Wacha nitoke pale, taa yangu izidi kung'ara. Kwa hivyo alitoka pale, taa yake izidi kung'ara. So unaona kati ya maisha ya Betty hayakuwa mazuri. Katika ndoa nyingine hata kama alikuwepo, hakukuwa pale kwa sababu hakuwa pale katika raha. Alikuwa pale katika pesa, lakini moyo unaumia. Alipotoka pale akaenda pale, hakuenda pale kwa sababu alipoona sura aliona dhania kila kitu ni kizuri. Sasa unaona sura ni nzuri, lakini mtu mwenyewe ni responsible, mtu mwenyewe ni mlevi, mtu mwenyewe ni arrogant. So akawa kwenye njia panda. Kwa sababu inasemekana kwamba wakati ambapo walikuwa nakosana sana kwa nyumba, na ili kifo kipatikane kwamba huyu mwanaume alikuwa amechukua pesa zake akanunua nazo lori mbili. Kwa hivyo walikuwa nabishania 5 million za kufanya nini? Za kwenda kulipia labda kwa zile lori zake. So kukawa na ubishi. Sasa sisi hatuwezi jua kwamba nini kilichoendelea. Nasema jinsi ambavyo tuliposikiza. Lakini sasa mimi nataka kueleza sasa katika kiroho kwa undani. Watu waelewe kile ambacho kilichokuwa kinaendelea katika hili familia, katika maisha ya Betty Bayo. Na nikawa naambia watu, jambo la kwanza, Betty alikuwa na nyota tangia kabla hajaingia kwenye ndoa. Lakini tatizo lake kwamba hata kama alikuwa na nyota, aliingia kwenye cult. Labda watu wataniuliza cult ni nini? Cult ni mahali ambapo Mungu hahubiriwi. Cult ni mahali ambapo wanahubiri about prosperity peke yake. Lete hii, upate hii. Lete hii, upate hii. Mimi ni mgonjwa, kuja na 20,000 nikuombee. Ufanye nini? Upone. Mimi nataka kwenda ng'ambo, kuja na 60,000 nikuombee, ufanye nini? Uende ng'ambo. Kwa hivyo wanasema ukifanya hivi, ukitoa hii, utabarikiwa. Nile injili unasikianga pokea, si pokea. Una ile injili unasikianga tu watu hata unashindwa sasa hapa tumekuja kupokea, tunapokea nini? Kuna watu wengi unakutaka katika makanisa tu wanaenda kupokea. Wajonge wanapokea nini? Napokea. Pokea. Amen. Sasa ujuangi unapokea mapepo, ujuangi unapokea shida, ujuangi unapokea magonjwa, ujuangi unapokea nini? Unapokea everything. So mahali alipokuwa ni mahali ambapo ni mahali pa pokea. Si mahali ambapo watu wanahubiriwa waache dhambi, si mahali ambapo watu wanahubiriwa maisha ya utakatifu, ni mahali ambapo watu wanahubiriwa lete kile uko nacho, ubarikiwe. Lete 310 milango yako ifunguke. Na unajua 310 wakati huo sijui ilitoka wapi, kwa sababu 310 watu dunia mzima walituma 310. Almost ulimwengu mzima walituma 310, mpaka hata account za nani bado saizi zimejaa pesa 310. Hata ilipojulikana account zilikuwa zimefanya nini? Zimejaa tayari. Amenunua majumba, amejenga na ameinvest ndani ya watu.
So nataka nifundishe habari ya cult. Cult ni nini? Unapoingia, hatari ya kuingia kwenye cult. Yoyote anayeingia kwenye cult, kuingia ni rahisi, lakini kutoka ni ngumu. Aliingia kwenye cult, lakini unapotoka kwenye cult, usipojitenganisha na zile covenant za cult ambazo umefanya kule, basi noje sana. Unatoka kwenye cult unasema hivi. Wengi wakitoka kwenye cult unakuta wanakufa. Ukitoka kwenye cult unakuwa wenda wazimu. Ukitoka kwenye cult maisha yako yanafanya nini? Mtu huyu anachanganyikiwa, kwa sababu cult kinafanyanga ni kubrainwash mawazo ya mtu. Na sasa unajua sasa ametoka mahali pale, mawazo yake yamechanganyikiwa, kwa sababu wewe unazotokaje kwa mchungaji uende uolewe na mlevi? Niambie. Umetoka kwa mchungaji uende uolewe na mlevi. Naona kabisa wewe umechanganyikiwa kabisa. Kwa hivyo akitoka pale alikuwa amechanganyikiwa. Hayakuwa vile alivyoingia mahali pale. Ametoka pale amechanganyikiwa kabisa. Kwa hivyo unaona, ili kuja ifikie kifo chake alikuwa amechanganyikiwa kabisa kwa maisha. Na watu wengi wanapoingia kwenye cult wanaingianga wakiwa na nyota, lakini wakitoka pale nyota zao zimefanya nini? Zimeisha. Na ndio nakutaga nao kuna watu ambao wanapoingia kwenye cult, unajua wakati unapoingia kwenye cult huwa unakuwa brainwashed mawazo yako. Kwa hivyo kile uko nacho unawacha hapo. Unatoka pale na shida, kwa sababu jambo la kwanza, ukiangalia viongozi wengi wa cult, wachungaji wengi wa cult ni billionaires, lakini washirika wao ni maskini. Washirika wao ni ombaomba. Angalia hapa Kenya. Angalia hapa nchi ya Kenya. Nambari kubwa ya wachungaji hapa, wale wa cults, ni watu ambao ni billionaires, wanaendesha magari kubwa, ni watu wako na hata wengine wamejenga cities. Mtu mmoja anajenga city. Amejenga mpaka hospitali, amejenga mpaka guest. Hebu niambie kwamba ni halali mchungaji kujenga guest? Kwa katika zile guest, nini huwezi fanyika kwenye guest? Na umelipa. Ukilipa kwenye guest si utafanya chochote, hata utafanyia uchawi ndani, utafanyia uganga ndani. Kwa sababu umefanya nini? Hakuna masharti. Umelipa, pesa zako ndio zinazozungumza. So kuna wachungaji wako na guest, wamejenga mpaka guest. Wachungaji hao wamejenga mpaka mpaka hospitali. So unakuta kwamba yeye kama anaponya, anaombea watu wanaponya, hospitali ni nini? Sasa hiyo tunazitonga cult. Na kuna watu wanaulizaga, mimi nitajuaje kwenye cult? Niko kwenye cult. Sasa hiyo ndio mambo nataka nifundishe, utajuaje niko kwenye cult? Cult, mambo ambayo yanatendeka kwenye cult ili uelewe kwamba kwenye cult. Cult nyingi unakutaga, namba kubwa ya cult nyingi kwa hizo ndongo sana wanahusiananga na mambo ya kuchinja mbuzi. Ukaambiwa kwamba lete kondoo tuchinje tukuombe. Lete mbuzi tuchinje tukuombe. Lete kuku tuchinje tukuombe. Lete ng'ombe tuchinje tukuombe. Mtu yote amefanya ibada ya kuchinja, huwa maisha yake inaisha completely. Huwa familia yake, yani maisha yake yanasambaratika completely. Magonjwa yanaingia kwenye familia, shida zinaingia kwenye familia, watu wanaanza kukosana kwenye familia kwa sababu ya mambo ya kuchinja. Unapozungumzia habari ya damu, kwa sababu unapochinja ni damu inamwagika. Na katika Biblia kuna damu inaongelewa peke yake, damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inaleta utakaso. Kwa hivyo damu tofauti na damu ya Yesu Kristo inaleta kitu kinaitwa laana, curse.